Umesikia kuhusu iPhone 17 fake ambazo haziingii line? Lakini je, ni kweli iPhone ambazo hazina kabisa sehemu ya kuwekea line na haziingii line kabisa ni fake? Mtaani je, watu wanasemaje? Hizo simu fake. Ndiyo shoga yangu, hizo simu ni fake. Haiwezekani eti simu haitumii line. Sasa simu haitumiaje line? Hizo za uongo. Mimi siwezi kununua simu kama hiyo. Hata mimi siwezi kununua simu kama hiyo. Ukweli ni upi? Ni kweli iPhone ambazo haziingii line ni simu fake au ni simu original kabisa ambazo Apple wanazitambua? Wakubwa kama ulikuwa unajiuliza kuhusu iPhone ambazo haziingii line ni simu za namna gani, leo nataka nikusanue kuhusu aina ya simu hizo. Hizo mwanakitaa ni simu za eSIM official kabisa, yani ni original. Na ili uelewe zaidi mwanakitaa, leo nataka nikwambie eSIM ni nini, lakini pia mwanakitaa, simu za eSIM ilianza kwenye simu gani, ilianza lini, inafanyaje kazi, umuhimu wa eSIM, lakini pia kwa nini utumie eSIM. Kirefu cha eSIM mwanakitaa ni Embedded Subscriber Identity Module, ingawaje watu wengi wanasema electronic SIM card. Na mwanakitaa, simu ya kwanza kuwa na eSIM ilikuwa ni Google Pixel 2 mwaka 2017. Na hapo mwanakitaa, dunia ndo ilianza rasmi kuelekea kwenye teknolojia ya simu ambayo line inasoma bila kuweka line ya physical. Yani hakuna line kwenye simu ya kuweka kabisa, lakini simu inasoma mtandao. Yaani line yako ya simu inakuwa humo ndani ya simu, ambapo namna ambayo inawekwa kwa kuskani QR code au activation code kwa mtandao wako husika. Na namna ambavyo inafanya kazi mwanakitaa ni kwamba simu yako inakuwa na chip maalum ya kudumu ambao iko ndani ya simu yako, ambapo utaenda kwenye mtandao husika, watakutengenezea QR code, ambapo wewe ukienda kwenye settings kule mwanakitaa, then ukienda mobile network, kuna sehemu ya kuadi eSIM, utaskani pale, baada ya sekunde chache tu line yako itaanza kusoma kwenye simu husika. In short, hii inaitwa hakuna kuchomeka line, hakuna kukata tray, hakuna kuwa na tray ya SIM card, lakini line inasoma kama kawaida. Lakini je, zipi ni faida za kutumia simu ya eSIM? Sababu ya kwanza, usalama zaidi, kwa sababu hakuna yoyote ambaye anaweza katoa line. Ikitokea umefichiwa simu au mtu amekuibia, hawezi kutoa ili simu yako isiweze kupatikana. Faida ya pili ni kuwa na line nyingi ndani ya simu moja. Bahati nzuri mwanakitaa, hii simu unaweza kuweka line hata 8 ndani ya simu hii moja. Yaani utaamua isome line hii na hii, isome line hii na hii, kwa sababu simu nyingi line zinazosoma ni 2. Yaani line zitakazokuwa zinasoma ni 2, lakini utaweza kuweka profile zaidi ya moja. Yaani utaenda mitandao tofauti, hata mitandao 5 utaweka kwenye simu yako, ili utakuwa unachagua line gani isome na line gani isome. Faida ya tatu mwanakitaa, ukiwa na eSIM ni rahisi sana wakati wa kusafiri, hasa ukienda nchi ambazo zinasupport eSIM. Hakuna haja wewe kwenda kwenye duka husika kununua hizo eSIM. Huwa zinauzwa tu mtandaoni. Baada ya mwanakitaa, unachukua QR code yako, utaweza kuiskani, itaingia kwenye simu yako na itaanza kusoma. Faida ya 4, huwezi kupoteza line wala huwezi kuiharibu line yako, kwa sababu hutoweza kuishika line physically. Line ipo ndani ya simu yako, labda wewe ndio uamue kulimove hiyo eSIM, hapo ndio utakuwa umeharibu. Of which sasa sio rahisi kabisa kuharibu line yako. Faida ya 5 mwanakitaa, inapunguza nafasi ndani ya simu, na watengenezaji wengi wa simu wanaongezaga betri au wengine wanaweka hardware nyingine. Faida ya 6 na ya mwisho, inakaa na chaji sana, na hapa nazungumzia kuhusu iPhone 17 Pro Max, kwa sababu 17 Pro Max ya eSIM imepewa betri kubwa kuliko 17 Pro Max ambayo ina sehemu ya kuwekea line. Ukiniuliza sababu nini mwanakitaa, nitarudi pale kwenye sababu ya 6 ambapo tunasema inakuwa na nafasi kubwa ya ndani, na iPhone wao waliamua sehemu hiyo kubwa wao waongeze ukubwa wa betri, kwa sababu betri la eSIM lenyewe ina 5088, wakati betri la kawaida simu ambayo inasoma, yani ambayo ina sehemu ya kuwekea SIM card, ni 4823. Lakini kama wahenga wanavyosema, kila kizuri hakikosi kasoro, lakini eSIM kasoro zake zinavumilika. Wahenga wenyewe hawaamini. Hizi ndo changamoto ambazo unaweza ukazipitia kwenye upande wa eSIM. Changamoto ya kwanza, sio kila simu inasapoti eSIM, hasa simu za zamani. Lakini pia eSIM haipatikani kila sehemu, lazima uende kwenye mtandao husika ndio uweze kukuadia eSIM, tofauti na line ambayo unaweza kununua sehemu yoyote. Lakini pia sio kila nchi inasapoti eSIM, ingawaje zimebaki nchi chache sana ambazo hazisapoti eSIM. Changamoto ya pili, sio rahisi kuhamisha line kutoka kwenye simu moja kwenda kwenye simu nyingine, itahitaji msaada wa customer care au uwe na QR code.
Changamoto ya tatu ambayo ndio kubwa, hii simu bado haijazoeleka. Inahitaji elimu nyingi sana ili watu waweze kuelewa. Ndio maana baadhi ya watu wanasema simu ambayo haina sehemu ya kuwekea line kabisa ni hii simu. Wanasahau hii simu ilianza muda mrefu sana toka 2017. Kwa Apple ilianza 2022 walivyotoa iPhone 14. Simu ambayo ilitengenezwa kutumika Marekani ilikuwa haina sehemu kabisa ya kuwekea line. Ingawaje hata simu zingine ambazo zilikuwa na sehemu ya kuwekea line ya pili ukitaka kuweka ilikuwa ni lazima uweke hizi. Na kulingana na hayo maelekezo mwanakitaa, simu ambayo haina kabisa sehemu ya kuwekea line ni simu original kabisa, na ndo hizo mwanakitaa tunazoziita simu za eSIM. Sema kwa sasa mwanakitaa zimepata umaarufu kulingana kwamba Apple wametengeneza iPhone za mataifa mengi sana ambazo hazina kabisa sehemu ya kuwekea line, tofauti na simu ambazo zina sehemu ya kuwekea line ambazo ziko chache tofauti na eSIM. Ndio maana sasa hivi eSIM imepata hype kubwa sana, lakini ni simu original kabisa, na eSIM ilianza muda mrefu sana, na kwenye upande wa simu ilianza mwaka 2017 kwenye Google Pixel 2 kama ambavyo tulisema mwanakitaa. Kwa hiyo mwanakitaa, unatakiwa ujue in case unataka kununua simu ya eSIM ulikuwa na wasiwasi, ni simu original kabisa. Sema tu hatukulazimishi kupata eSIM kwa sababu the choice is yours, kwa sababu hata simu yenye SIM card na yenyewe ni simu nzuri. The difference ambayo utaiona labda tu ni kwenye upande wa battery. Kwenye iPhone 17 Pro Max battery yake inakaa na charge zaidi ya eSIM kuliko ambayo ina sehemu ya kuwekea line. Na ukumbuke teknolojia ndio inaelekea huko. Hata ukipinga eSIM leo, kesho na kesho kutwa tu utalazimika kutumia eSIM. Hata mwaka 2022 simu ya Marekani ilikuwa haina kabisa sehemu ya kuwekea line. Tulikimbia tukasema tutumie simu ambayo imetengenezwa kutumika Marekani, tukatumia simu zingine. Leo hii mataifa almost 70% yametengenezwa eSIM, kila mtu ameenda, na imebidi tuelewe. Kwa mwanakitaa, unatakiwa ujue tu eSIM ni simu ya kawaida na ni simu original kabisa from Apple, ndio maana ina warranty kutokea Apple kabisa. Na kama umependa video hii mwanakitaa, umehisi imekusaidia, make sure cha kwanza umefollow, umesave video hii, lakini pia umeshare na mshikaji wako, na endapo atakuuliza nani kakusanua, usite kumwambia kwamba simu kitaka tusanua, simu kitaka tisha no.